Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 1 hadi wa 10. Nitasoma kwa jina la Yesu Kristo Mungu mkuu. Nasi tukitenda kazi pamoja naye, twawasihi msipokee neema ya Mungu bure. Kwa maana asema, wakati uliokubarika nalikusikia, siku ya wokovu nalikusaidia. Tazama, wakati uliokubarika ndio sasa. Tazama, siku ya wokovu ni sasa. Tusiwe kwazo na namna yoyote katika jambo lolote, ili utumishi wetu usilaumiwe, bali katika kila neno tujipatie sifa njema kama watumishi wa Mungu, katika saburi nyingi, katika dhiki, katika misiba, katika shida, katika mapigo na katika vifungo, katika fitina, katika taabu, katika kukesha, katika kufunga, katika kuwa safi, katika elimu, katika uvumilivu, katika utu wema, katika Roho Mtakatifu, katika upendo usio unafiki, katika neno la kweli, katika nguvu ya Mungu, kwa silaha za haki za mkono wa kuume na za mkono wa kushoto, kwa utukufu na aibu, kwa kunenwa vibaya na kwa kunenwa vema, kama wadanganyao, bali tu watu wa kweli, kama wasiojulikana, bali wajulikanao sana, kama wanaokufa, kumbe tu hai, kama wanaorudiwa, bali wasiouawa, kama wenye huzuni, bali siku zote tu wenye furaha, kama maskini, bali tukitajirisha wengi, kama wasio na kitu, bali tu wenye vitu vyote. Amen. Utumishi usio laumiwa. Tujipatie sifa njema. Kiongozi, nilimwafundisha kesho ya kwamba mtu anaweza kuwa na sifa ya kuwa kiongozi hata kama hana nafasi ya nini, ya uongozi. Na kuna mwingine ana nafasi ya uongozi lakini hana sifa ya kuwa kiongozi. Unaweza kuwa mshirika wa kawaida lakini tabia yako, mwenendo wako ukawa kama kiongozi. Sio kiongozi, lakini vile ulivyo ni kama kiongozi. Sema amen. Amen. Kwa sababu watu hujifunza kupitia watu. Watu hawajifunzi kupitia Mungu. Ila mtumishi aliyewekwa hujifunza kupitia Mungu. Ila watu hujifunza kupitia watu. Ndio hapa ukiona watu mahali fulani watu wanaenda wengi, watu wengi wanaenda kwa sababu wengine hajui ameenda kwa ajili ya nini. Ndio kwa sababu ameona watu, anafuata watu. Amina. Ndio watu walivyo. Kwa hiyo kwa nini kiongozi awe na sifa njema? Kwa sababu kuna watu wanaomwiga au wanaomfuatilia. Hakuna mtu ana nafasi ya kurudisha watu nyuma au kuinua watu kama kiongozi. Hasa yule aliyepewa dhamana ya kusimamia watu kwa ajili ya jambo fulani. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Anapohitaji jambo fulani, akisahau juu ya mapenzi ya Yesu Kristo kwenye maisha yake. Kwa sababu kumpenda Yesu hakutokani una hela, hakutokani umejenga, haitokani umeolewa, hujaolewa. Kumpenda Yesu haitokani una mtoto, huna mtoto. Kumpenda Yesu ni jukumu la kila mmoja amwaminie.
Biblia inasema ni kitu gani kitakutenga na upendo wa nani? Kitu gani kitakutenga na upendo wa nani? Na jibu linakuja pale pale, hapana. Hakuna kitu kinaweza kutenga na nini? Na upendo wa nani? Wa Yesu. Kwa hiyo uwe mtu ambaye una mapenzi na Yesu kwa hali zote, hasa unapojua kweli ya Yesu na umejua misingi mizuri ya imani. Kaa katika hiyo misingi, endelea kuomba, endelea kuombewa, endelea kutii sauti ya madhabahu. Lazima Yesu akutendee. Amen. Kuna mtu mmoja alialikwa sherehe ngapi? Na zote ana kadi. Alafu sherehe zote zimepangwa muda, na zote anataka ale, na zote anataka ahudhurie. Ilitokea alipoenda sherehe ya kwanza akakuta wanaandaa chakula, akaondoka. Akaenda sherehe ya pili. Kule wakakuta wamekaribia chakula kuiva. Akaona hapa nakadiria kama lisando wataanza kula. Kwa hiyo akarudi tena kule pa mwanzoni. Kule pa mwanzoni ndo akakuta chakula ndio kimekaribia. Akasema sasa kwa sababu chakula kimekaribia na kule kilikuwa kimekaribia, sasa kwani wahi kule nikale kwanza na huko takuwa tayari. Alipoenda kule akakuta wameshakula. Akasema ngoyani wahi sasa kule nirudi kule na alipoenda kule pia wakakuta watu wanaosha vyombo wameshakula. Kwa mwisho wa siku akakosa sherehe. Kwa sababu alienda akaona maandalizi bado. Akaenda mahali ambapo akafikiria maandalizi yatakuwa nini? Tayari. Akakuta na kule bado kuna vitu havijakamilika lakini wamekaribia. Akaamua kurudi huku. Aliporudi akakuta huko tayari. Aliporudi tena kule mara ya pili akakuta tayari. Hivyo ndivyo ilivyo kwa wanadamu wengi. Kutaka vitu vyote kwa wakati na kutokuamua wapi umeamua kupokea baraka zake. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Wewe jifunze tu kwenye maisha. Hapa kila mtu kuna mahali ametokea alipokuwa amelala. Maana yake una mahali pako. Una kitanda chako. Una chumba chako, una nyumba yako. Wokovu uko hivyo hivyo. Hata kama makanisa yako mengi, hata kama watumishi wako wengi, lazima ujue mahali pako ni wapi. Amen. Lazima ujue mahali pako ni wapi. Lazima ujue baraka zako zinatokea wapi. Lazima ujue baba yako wa kiroho ni yupi. Hata kama watumishi wako wengi, lazima ujue baba yako wa kiroho, who is your spiritual father. Lazima uelewe. Bwana Yesu Kristo atusaidie. Amen. Na hilo ndio kitu kikubwa ambacho kinasababisha watu wengi kutokufunguliwa. Unakuwa kama kila mahali unaonja. Kwa ushibi. Kwa sababu kila mahali umefanya nini? Unaonja, na hata ukishiba ujui umeshibia wapi. Kwa hiyo Yesu akujalie uwe mtu ambaye uko tayari. Utumishi sio uongozi, utumishi ni tabia. Amina. Ndio maana mtu yote anaweza kuwa mtumishi. Kwa sababu utumishi ni nini? Ni tabia, sio uongozi. Ndio maana kuna mtu anaweza kuwa kiongozi hana utumishi. Na kuna mtu anaweza kuwa na utumishi lakini sio kiongozi. Kwa sababu utumishi ni tabia. Geukia mwenzako. Mwambie ukisimama imara utawafanya wengi kuwa imara. Ukisimama imara utawafanya wengi kuwa imara.
Ukiwa bora utawafanya wengi kuwa bora. Ukiwa bora utawafanya wengi kuwa bora. Sema amen. Amen. Niliwafundisha juu ya thawabu. Utumishi ni thawabu ambayo mtu yeyote akifanya vema kwenye utumishi wake anapata thawabu. Na thawabu haitoi mwanadamu, anaitoa Yesu mwenyewe. Amen. Ile thawabu huipiganii, bali Yesu ndo anayekupa kwa kuifanya kazi yake. Niliwaambia mimi kuhani sikupi thawabu. Mimi kuhani, ukifanya vibaya nitakukemea, ukifanya vizuri nitakupongeza. Thawabu inatoka kwa Yesu. Sema amen. Amen. Siwezi kukulipa wewe kwa sababu unamtumikia Yesu vizuri sana. Nikasema sasa fulani, mama fulani, baba fulani, kijana fulani, unamtumikia Yesu vizuri sana, ngoja nikulipe. Hapa mtu yote anayemtumikia Yesu hawezi kulipwa na mwanadamu yoyote. Mtu yote anayemtumikia Yesu vizuri atapata thawabu mbele za Yesu. Amen. Sema amen. Amen. Hakuna kitu ambacho kinabeba baraka. Hakuna kitu kinachobeba baraka kwenye maisha yako kama bidii. Wengi wanasema fanya kazi kwa bidii. Wapo wamesema fanya kazi ya Yesu kwa bidii. Hata kazi ya Yesu lazima tufanye kwa nini? Hata kwa kazi ya Yesu tufanye ni kwa nini? Kwa bidii. Kwa Yesu hakunaka kuchoka. Hakunaka fani? Hakunaka kuchoka. Kwa sababu Yesu anataka ule ubidii uwepo pale pale. Vile ulivyo na bidii kwa familia yako, Yesu anataka uwe na bidii katika ufalme. Amen. Vile ulivyo na majukumu ya kifamilia, Yesu anataka utimize majukumu ya kihuduma, majukumu ya kiutumishi, majukumu. Hata wakati wa utoaji walimuuliza Yesu, sasa tunakuuliza swali, tukatoe kwa Kaisari, tutoe kwa Mungu? Maana waliona kwa Kaisari wana majukumu. Yesu akawaambia, kama kuna ya Kaisari yanayokuhusu, kamlipe Kaisari, na ya Mungu mpe ya kwake. Amen. Kwa tunao wajibu wa kufanya yote. Ila kwenye shida, mtu akiona gari na Mungu wangu, yaani kwenye shida ni Mungu. Mtu ana hali mbaya, Yesu msaidie. Yaani Yesu hawezi kusaidia wakati wa shida tu peke yake. Yesu atakusaidia hata kwenye mazuri. Maana yake muda wote uwe pamoja naye. Muda wote uwe pamoja naye. Sema amen kubwa. Amen. Haleluya. Amen.
Nyosha mkono wako wa kulia. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, nipe utumishi mwema. nipe utumishi mwema. Na baraka zote ziwe juu yangu. Na utukufu wako uwe juu yangu. Na kila hatua iliyo njema itawale kwenye maisha yangu. Asante Yesu. Wewe ni Mungu mwaminifu. Na hata sasa unanitendea mema. Shusha mkono wako. Nataka nikupe siri. Inawezekana sio kauli nzuri, lakini jielewe. Hapa duniani uko peke yako, una mtu. Amina. Kwa maana ya kwamba okoa roho yako. Amen. Tunaonaga kwenye misiba wanazika mtu, wanarudi wanaendelea na mambo yao. Wewe ndio kujihurumia kabla ya kuhurumiwa. Wewe ndio kutaka kupona kabla ya kutamkiwa uponyaji. Amen. Wewe ndio kuamua kufunguliwa kabla ya kupokea unabii wa kufunguliwa kwako. Amen. Usiseme ndugu zangu wote wameniacha, niko Life and Peace peke yangu. Hadi unazidi kupendeza ndugu zako, ndio unajikuta unazidi kuumia kwa nini? Ndio. Pendeza Yesu, itakuwa na faida kwako. Amen. Ukitaka kufurahisha mwanadamu wa riziki, hata kama umemfurahisha namna gani, atakwambia kuna mahali bado. Lakini upendo, ndiye anasema upendo ufunika wingi wa dhambi. Kwa hiyo ukimpenda Yesu utaona uzuri wa Yesu kwenye maisha. Amen. Sema amen kubwa. Amen. Utaona uzuri wa Yesu. Sema amen. Amen. Leo ni siku njema ambayo tutashiriki meza ya Bwana. Meza ya Bwana ni ushirika. Kuwa na mwili mmoja, kuwa na damu, kwa sababu unaweza kuwa na damu lakini una damu ya Yesu, una damu ya ukoo. Ndio maana vitu vya Yesu haviingii wala havikubaliki. Mwingine anaweza kuwa na damu lakini ana damu ya kichawi. Kwa roho ya Yesu inashindwa kuingia. Ndio maana damu zetu lazima zitakaswe kupitia damu ya Yesu. Kwa nini mtu anarithi magonjwa? Kwa nini mtu anarithi kisukari? Kwa sababu bado damu yake inakuwa haijasafishwa. Sema amen. Amen. Maisha ni mwili na damu, vitu viwili tu. Na mtu bila damu, bila mwili hawezi kuishi duniani.
Kwa Yesu ametupa kibali kushiriki meza ya Bwana ili miili yetu na damu zetu zizidi kukombolewa zikifanana naye. Amen. Nimegundua mtu anaweza kuishi bila magonjwa kabisa. Nimegundua mtu anaweza kuishi bila kutegemea ushirikina kabisa. Amen. Kwa hiyo nafikiri mtu yuko madhabahuni lakini anaamini ushirikina. Amen. Na anaweza kupigiwa simu na mganga na akaenda. Shida ni damu. Ameokoka kina na damu ya kiganga. Kwa hiyo ni changamoto. Kwenye dini kule mpaka nafasi za uchungaji wanalogana ili mtu awe mchungaji. Yaani wanalogana kabisa. Ili mtu awe askofu wanalogana kabisa ili mtu apate na akae jimbo kuu. Lakini hao wanamsema Mungu. Wanasema wokovu. Maana yake ni nini? Shida ni kwenye damu. Usifikiri hawampendi Yesu, wanampenda sana. Ndio maana Yesu sasa tushiriki damu yake na mwili wake ili upate takaso, fungulivu, mema, kibali, baraka. Amua leo kwamba Yesu nitatembea na nguvu zake. Dunia hii ina nguvu mbalimbali. Hata nguvu za giza, kuna nguvu za giza. Kuna nguvu za kichawi. Kuna nguvu za kimizimu. Hapa kuna mtu leo kuniambia, Yesu kwambie ni mwanaume au mwanamke. Lakini alipokuja aliniambia, "Kwani wewe nisaidie tu, maana misimu ya kwetu ndio inanisaidia sana." Na sio kwamba anaongea kiunafiki, hapa anaongea kwa kumaanisha, maana alikuwa pia mgeni. Nikamwambia sasa tunabadilisha. Utoke kwenye mizimu. Upokee roho ya Yesu. Ndio maana kuna wengine ulizokuta vita vinaongezeka huku, maisha ya mjini vita vinaongezeka. Ile mizimu inasema hujaenda kutambika mpaka inataka urudi ukafanye katambike ili mambo yako yakae sawa. Kuna vita ya miungu. Vita ya miungu ndio inaleta vita kwenye maisha yako. Hakuna vita nyingine, ni vita ya miungu. Kama umeamua kumwamini Yesu, simama kwa Yesu, utaona vita. Amen. Kama umeamua kusimama kwa Yesu, simama kwa Yesu, utaona kulongeka kabisa. Amen. Utaona uchawi, hautakuwa na nguvu kwako. Amen. Utasikia kuna kuambukizwa magonjwa, utasikia. Amen. Ndio maana watu wajue kwamba uzima unapatikana kwa Yesu. Wajue amani inapatikana kwa nani? Yesu. Lakini neno hilo linasema hakuna amani kwa wabaya. Ukiwa mbaya utakuwa na amani siku zote. Kabisa. Na ukiwa hujajua baraka za Yesu,
nguvu za Yesu kwenye maisha yako, utapokea uzima. Utakutamkia uponyaji, hamna uponyaji. Kwa sababu hujaamua kwamba uzima wako unatoka kwa nani? Kwa Yesu. Sio tu uzima, hata mafanikio yako. Lazima ujue mafanikio yako yanatokea wapi. Ndio maana watu wanafunga maduka, wanaenda kuabudu. Wengine wanasafiri mpaka nchi zingine, wanaenda kuangalia Israeli, mwingine anaenda kuhiji, anasafiri kabisa, maana anajua nguvu zake zinatokana na kitu fulani, mafanikio yake yanatokana na kitu fulani. Sisi tukiwa wa Yesu lazima tujue mafanikio yetu chanzo chake ni kipi. Amen. Kama ni Yesu, basi tujiunganishe na Yesu inavyostahili. Amen. Tujiunganishe na Yesu inavyostahili. Ili usiwe na matatizo ya kujirudia, usiwe na machangamoto ya kufanya nini? Ya kufanyaje jamani? Ya kujirudia, rudia, yasiwepo kwako. Unamwombea mtu sasa hivi anawaza kwenda kwa mganga baadaye. Yaani ametoka kwenye ibada, anawaza kwenda kwa mganga. Unamshauri hichi, anaenda kuuliza kwingine. Kwa hiyo sababu ya kuona watu wengi hawapokei kwenye mambo ya kiroho kwa sababu wamepishana nayo namna hii. Yesu akutendee mema. Amen. Na lingine itakufanikiwa. Acha tamaa kabisa. Amen. Yesu hata wewe atakupa kwa wakati wake. Amen. Biblia inasema usitamani ng'ombe wa mtu, kitu cha mtu, usitamani. Yesu atakupa wewe kwa wakati wako. Amina. Maana aidha mtu atakuwa mwizi, atakuwa tapeli. Ndio maana zile message za nitumie kwenye namba hii haziiti. Nitumie kwenye namba hii. Kuna watu maisha yao ni utapeli. Bila utapeli hawezi kuishi. Kuna watu maisha yao ni wizi. Bila wizi hawezi kuishi. Chagua aina ya maisha unayotaka Yesu akutendee katika maisha. Amen. Kama umeamua ni Yesu, basi awe Yesu kweli kweli. Amina. Kama umeamua madhabahu ya uzima na amani iwe msaada kwako, basi isikilize sana. Mbona watu wanawekewa sanamu na wanaamini sanamu na anatembea na sanamu na anaweka sanamu kwenye gari, anaweka sanamu kwenye nyumba na anasema Mungu wangu nisaidie. Wewe sijakupa sanamu, nimekupa jina la Yesu. Amen. Si uliamini zaidi? Amen. Si uliamini zaidi sasa? Amen. Si ulipokea zaidi? Amen. Si ulipokea zaidi? Si ulipokea zaidi? Amina. Ndio niliwaambia. Kuna kazi, kuna shughuli, kuna mahangaiko. Watu wengi wana mahangaiko.
Mahangaiko ni mtu asiyetulia. Yale yanaitwa mahangaiko. Kama ni kwenye kazi utulii. Kama ni kwenye biashara utulii. Mahangaiko. Na wengine ni shughuli. Ndio ukimuuliza mtu anataka kuja madhabahuni, unajua shughuli. Shughuli huwa ziishi. Amua kama unataka kufanya kazi ya Mungu, fanya kazi. Amen. Kama unataka kumtumikia Yesu, fanya nini? Tumikia Yesu. Hapo utaona uzima. Amen. Utaona baraka. Amen. Utaona mema. Amen. Utaona kibali. Amen. Utaona ushindi. Amen. Hakuna ukoo uliokuwa na Yesu hata huko. Hakuna ukoo uliokuwa na Yesu hata huko. Mwambie mwenzako ukoo wako ulikuwa na Yesu. Ukoo wako ulikuwa na Yesu.